Kabla hujaacha kunisikiliza, tazama suruali yako ya jinsi sasa hivi. Unaona kile kifuko kidogo ndani ya mfuko wa mbele? Watu milioni wanakivaa kila siku, lakini chini ya 5% hawajui kimetengenezwa kwa ajili ya nini. Leo nitakwambia nani aligundua, mwaka gani kiligunduliwa, na kwa nini bado kipo mpaka leo. Hii sio historia ya kawaida, ni historia iliyojificha kwenye suruali yako. Usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare. Mimi ni Yusufu Msangazi na hii ni 17 Plus TV. Hadithi ya kifuko kidogo kwenye suruali ya jinsi imeanza Marekani, karne ya 19, kipindi ambacho dunia ilikuwa tofauti kabisa na leo. Mwaka huo ni mwaka 1873. Wakati huo mwanaume mmoja aitwa Levis, mfanyabiashara wa nguo, akiwa pamoja na mshiriki wake Jacob, walikuwa wakitengeneza suruali imara kwa ajili ya wachimbaji madini, wafugaji, wafanyakazi wa kazi nzito. Watu hawa walihitaji suruali isiyochanika kirahisi, yenye mfuko salama, inayoweza kubeba vitu vya thamani. Katika kipindi hicho hakukuwa na saa za mkononi kama tulivyozijua leo. Badala yake, wanaume walitumia saa za mfukoni, pocket watch, saa ndogo yenye mnyororo, na zilikuwa ghali sana. Tatizo lilikuwa moja kubwa: saa hizi zilikuwa zikianguka, uvunjika na kupotea kirahisi wakati wa kazi. Hapo ndipo Levis pamoja na Jacob walikuja na wazo bunifu. Wakasema, tunahitaji kifuko maalumu kidogo kitakacholinda saa hii isianguke, isibonyee na ibaki kuwa salama muda wote. Ndipo wakatengeneza kifuko kidogo ndani ya mfuko wa mbele wa kulia, ambacho baadaye kilijulikana kama watch pocket au coin pocket. Hicho kifuko kilikuwa kidogo kwa makusudi, kimejificha kwa usalama, kimebana ili saa isitingishike. Mwaka huo wa 1873, Levis na Jacob walisajili hati miliki ya suruali za jinsi zilizoimarishwa kwa Levis, yani vichuma vidogo vidogo vilivyokuwa pembezoni mwa mfuko wa suruali ya jinsi, na kifuko hichi kidogo kikawa sehemu ya muundo huo wa asili. Miaka ikapita, teknolojia ikabadilika, saa zikahamia mkononi, pocket watch zikapotea taratibu. Lakini jambo la kushangaza ni hili: kifuko hicho kidogo hakikuondolewa mpaka sasa. Ushawahi kujiuliza ni kwa nini? Sababu ni hii: kilikuwa alama ya utambulisho wa jinsi, kilikuwa historia hai ya muundo wa awali, na kilibaki kama heshima kwa wabunifu wake. Mpaka leo kampuni nyingi za jinsi duniani bado zinakiweka, hata kama matumizi yake ya awali yamepotea. Leo watu wanakitumia kifuko hicho kidogo kama sehemu ya kuhifadhia sarafu, earphone, flashi, pete, na wengine hawakitumii kabisa. Lakini ukweli unabaki mmoja: kifuko kile kidogo kiligunduliwa mwaka 1873. Wabunifu wake walikuwa ni Levis pamoja na Jacob, kwa lengo la kulinda saa ya mfukoni. Kwa hiyo mara nyingine ukivaa jinsi yako, kumbuka hili: hujavaa nguo tu, umevaa historia zaidi ya miaka 150. Kama leo umejifunza kitu kipya, bonyeza like, subscribe na uniambie kwenye komenti, wewe ulikuwa unadhani kifuko hicho ni cha nini? Mimi ni Yusufu Msangazi na hii ni 17 Plus TV. Usisahau kusubscribe.